a hub of hope. Ni neema ya Mungu kwa sana wakati huu mwingine wa baraka ambao Bwana ameufanya, na kwa neema yake na kibali chake ametupa nafasi, muda na wasaa kama huu ambao ulikuwa unausubiri kwa hamu sana hapo nyumbani, ukiwa sebleni ama upo chumbani. Basi ni wakati mzuri sana wewe sasa kwenda kujifunza muendelezo wa somo zuri la mawazo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mwalimu Dr. Eli. Na kwa neema ya Mungu leo tupo naye. Karibu sana baba. Asante mwanangu. Karibu sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, tuwasalimu nyote kwa upendo wa dhati kutoka kwetu timu Chomoza. Leo ni siku nyingine Bwana Mungu ametujalia kuwa hai na tuendelee kujifunza. Kumbuka wiki iliyopita tulikuwa tunaongelea namna ya kuchannel divine thoughts. Namna ya kulink mawazo yako yatembee pamoja na mawazo ya Muumba, au kupokea influence kutoka kwa Muumba wako. Ni muhimu mno ukiwa unaishi mawazo yako yakiconnect na Muumba wako. Faida ya kwanza, utaishi kwa usawa wa wito wako. Faida namba 2, utaishi kwa usawa wa mapenzi ya Muumba wako. Kwani ukiwa katika mapenzi ya Mungu, maisha yanajaa mema, yanajaa neema. Hata mambo yakiwa hayaeleweki, ukiwa unatambua huko katika mapenzi ya Muumba wako, utaelewa hujakosea na hutowahi kosea kituo. Leo tunabahatisha kwa asilimia kubwa, kwani tunakwenda na kuenenda pamoja na mawazo ya kwetu na mawazo ya binadamu. Na tulisema ya kwamba tunavyoishi hapa, mawazo yanapokelewa na mnara wa ubongo kama signal ya umeme, na hayo mawazo yanatoka peponi, yanatoka katika space. Manake hata mawazo ya marehemu, mawazo ya watu, sauti za watu wanaozungumza huku na kule, sauti hizo zinatembea hewani. Hata wanaongea na simu, sauti inapitia hewani. Na mawazo yanapokea data kwa dynamic ambao ni ya kasi, yenye kasi mno. Ukiwa katika mkao wa mawazo kuwa linked na Muumba, mawazo ya kwako yanaweza yaka-interfere, lakini ya Muumba mawazo yake yatatawala. Mnakumbuka Bwana Yesu alipozaliwa alikuja kutimiza wito wa kuokoa dunia, kuhakikisha msamaha kwa dhambi na kadhalika. Ilifikia wakati akiona kifo kitakavyokuwa na kilivyokuwa mbele yake, mawazo ya kwake kama binadamu, kwani baada ya siku 40 ya kufunga aliona njaa, manake alikuwa mwili kabisa. Mawazo ya kwake yali-interfere na mapenzi ya Muumba, mapenzi ya baba yake. Akasema, je, Baba, kama itakupendeza toa kikombe hichi mbele yangu, lakini sio mapenzi yangu bali ya kwako. Ina maana wakati wowote unapokuwa na udhaifu wowote ule, ukiwa umechannel tayari na mawazo ya Muumba, atakuwa anakubackup. Atakuwa kama backup generator. Umeme ukikatika yeye ameshawaka. Wewe ukizidiwa, Mungu anaingilia kati. Hata plot ziwe namna gani. Kwa nini tuna mind watu leo, ndugu mtazamaji? Kwa sababu tunaishi kwa mawazo yetu, kwa mipango ya kwetu sisi wenyewe. Una mind maadui, una mind na yule na kadhalika. Kumbuka Daudi alikuwa nasakwa na mfalme mwenye mamlaka na madaraka, Sauli. Kwa kuwa Daudi alikuwa katika mapenzi ya Mungu na Sauli alikuwa ameshatolewa, Daudi alilindwa na aliendelea kuwa salama. Leo tunalalamika sana, wachawi wameniroga, familia, ukoo una matatizo. Channel mawazo yako kwa Muumba, utasahau yote hayo. The greatest deliverance ever ni kuishi katika mapenzi ya Mungu, ndo kufunguliwa kwa kweli. Tulisema ili uweze kuchannel mawazo ya Muumba, wapaswa kujua
wapaswa kujua, sio kufahamu. Na tulisema wapaswa kujua, cha kwanza kujua ni wewe. Wa kwanza kujua, cha kwanza kujua ni wewe. Kuwajua watu ni assumptions. Make no mistake about it. Kwa maisha yako yote utowahi kumjua mtu kikamilifu. Muumba ndiye anayetujua kikamilifu, anayeishi ndani mwetu. Mwanadamu hata upewe evidence namna gani, reality ya maisha ya mwingine ni usiku wa giza kwako tu. Ina maana unavyokuzani unawajua watu, bado utakuwa unaendelea na assumptions nyingi, utakuwa na kisia. Na ndio maana maisha yetu yamejaa visa. Unaweza ukamchukia mtu ambaye umjui, pakulenga ili upate ujuzi ni kwako. Yeyote anayejijua ameisha fungua channel ya kulink mawazo yake na muumba wake. Yeyote yule ambaye anajijua, ndio possibility ya kwanza, mwanangu Evans, ndugu mtazamaji, kutengeneza channel kati ya wewe na muumba wako. Kujijua. Tuliacha hapo pending. Referia aliingilia kati last time. Unajijuaje? Tegea sikio ndugu mtazamaji mpendwa. Hatua ya kwanza kujijua. Tunarejea hapo Musa alipokutana na muumba wake na mitume walipoanza huduma. Tuko mbali kabisa kwa leo, ni tofauti na misingi yenyewe. Musa alipokutana na kisiki kilichokuwa kinawaka lakini hakiungui. Alisikia sauti ya Mungu inamuita kutoka kwenye kisiki kinachowaka. Alivyosikia sauti alikuwa na curiosity, alivutiwa kwenda kuona. Lakini kabla hajakaribia, sauti ya muumba ambaye tunalenga kuchannel mawazo yetu na ya kwake, sauti ilisema, usisogee hapa ulipo, patakatifu, vua ndala zako. Musa alitakiwa vue ndala. Kwa silaha za roho, ndala ni utayari. Ni kama zeal ambayo mtu unayo. Shauku, utayari wako kwa mambo. Utayari wako ni sawa na wewe. Hutayari kwa usawa wako. Ina maana viatu vilikuwa vinawakilisha pia, unapita, unachafua, unakanyaga, mwili wako na ulinda uchafu wote wa ardhi, wa popote ulipopita, unabaki kwenye viatu vyako. Ina maana viatu vyako vinabeba uchafu wako wote, na ndio identity ya watu wengi tulioko dunia hii. Okay. Bwana Mungu alikuwa anamfunulia Musa aelewe yeye nani. See that? Yes. Mkono wake uliota ukoma, ukaisha ukakauka. Bwana Mungu alikuwa bado anamuonyesha yeye ni nani. Kwani ukoma wakati ule ukiwa nao uko impure, uruhusiwi kujumuika na watu, ni najisi, ni kama dhambi, wewe ni hauko takatifu. Ufunuo wa kwanza Mungu anampa mtu, Mungu anakufunua wewe kwako. Mungu alimfunua Musa kwake. Wakati wa kanisa, mitume alipoanza injili, walipopokea Roho Mtakatifu, Pentecost, kama Bwana alivyoagiza wabaki hapo. Kumbuka, Petro alifundisha, watu wakachomwa mioyo yao. Wakamuuliza, tufanyeje ili tuokoke? Akaambia, tubuni. Hatua ya kwanza ni wewe kutambua mwenye dhambi. Kwa lugha ya falsafa twasema wewe si mkamilifu.
Hatua ya kwanza kuweza kuchannel mawazo yako na Mungu ni kujijua, na hatua ya kwanza kujijua wewe ni kuelewa wewe sio mkamilifu. Kuondoa ile hali ya kuwa na utayari kujikweza na mzidi yule, mimi ndio niko juu, nimezaliwa familia ya aina gani, nina cheo cha namna gani. Mambo hayo ndio mambo yanayokata link kati ya sisi na muumba wetu. Nakumbuka huyo publican na huyo mfarisayo walikuwa wanasali. Mfarisayo anasema natoa zaka, natoa sadaka, Bwana unisikilize. Yule publican, mtu wa kawaida kabisa, akatambua. Bwana Yesu alitoa mfano huo, anasema mimi ni mwenye dhambi, sistahili hata kusogea hapa mbele yako. Bwana alihakikisha akasema, huyo hapo anayejitambua stahili, ni kwa neema tu ndiye anayeweza kusikilizwa. Maana yake kuchannel mawazo yako na ya Mungu, hatua ya kwanza inabidi uelewe sistahili. Zana hiyo itazalisha unyenyekevu kwako. Usijikweze. Kumbuka, kujikweza ni kukata kabisa mawasiliano na Muumba. Maandiko yanasema Mungu anawapinga wajikwezao. Ushajiuliza kwa nini watu wengi akiwa chini hajapewa uongozi ana mipango ya balaa? Mimi nikishaingia hapo, mapinduzi nitakao yaleta, mambo nitakao badilisha hapo, watu watastaajabishwa. Anaweza akaanza vizuri kwa ujeuri na ujasiri wake, kwa kadri anavyojikweza ndivyo hivyo anavyokata channel na mawazo yote yaliyothabiti kutoka kwa Muumba. Ndio utakuta mtu amefanikiwa miaka 2 yuko chini, haeleweki tena. Kama atapoteza uhai, anapoteza kabisa mkao aliokuwa nao. Hayo yote, unapopata nafasi ya kutukuka, unajitukuza badala ya kukumbuka sistahili hata kuwa kiongozi kama nilivyo. Mambo yote yanatembea hapo, ndugu mtazamaji. Labda una cheo kikubwa, unauza sokoni tu, unauza pilipili, vitunguu na kadhalika, unauza nafaka na mtaji wako mdogo, lakini una mtaji, unamzidi yule ambaye anamtafuta atakayempa 500 kwa siku. Unaweza kaa pia omba. Hayo yote mawazo ya mtu yana stack, yanatengeneza identity yake kulingana na yeye kudiconnect au la na source yake. Uking'oa mti kwa ardhi, unaukausha. Ukimtoa samaki majini, unamuua. Kila kiumbe kinatamani kuendelea kuwa pamoja na source yake. Sisi sote source yetu ni Muumba wetu. Kuna watu wenzetu wana falsafa, sisi tuliamini tayari na hakuna shaka. Ni ubishi tu, ni mambo binafsi. Mtu akishindwa kuchannel, anaanza kudai evidence iko wapi? Muumba yupo, ndugu mtazamaji. Mungu yupo. Tatizo ni kwamba hatuna uwezo wa kuconnect naye, asilimia kubwa ya watu. Ndio utakuta wanasayansi wenzetu wanadai evidence. Tunataka tuone kithibitisho kwamba Mungu yupo. Kila kitu kiwe na justification. Bahari ilivyokaa hapo, watu watatafuta mbinu na justification kuelewa kusema bahari ilikuwa pale vipi. Bahari ni kiumbe na ana tabia zake. Tulikuwa tunarudi kutoka Zanzibar hapa juzi, tulikwenda kutalii kidogo, kujikumbushia, kupata seriousness, kuelewa maisha yamepitia safari gani haswa. Wakati wa kurudi, bahari ilionyesha tabia zake. Inabidi muwe tayari. Huyu jamaa amesema chai, mkunywa chai hapa, hapana. Inaweza karushwa hapo balaa. Kwa sababu bahari anaonyesha tabia zake. Anaweza kaja ufukwe kabisa afu arudi.
Muumba yupo, ndugu mtazamaji. Una maisha unadhani ni madogo mno. Siku utajifunza kulink na mawazo ya muumba wako, ndio utaanza kupata inspirations, mafunuo. Utapumulia kwa ndani, utaelewa cha kufanya. Ndugu, utafanikiwa kwa sababu uliambiwa cha kufanya na ukafanya. Utafanikiwa kwa sababu ulielekezwa cha kufanya na ukafanya. Anayefanikiwa ni yule aliyefunuliwa cha kufanya na kafanya. You getting that? Yes. Tulivyokaa hapa, tofauti ya mimi na mwanangu Evans sio umri, sio muonekano. Tofauti ni uwezo wa kupumulia kwa ndani. Ndio inao affect hata voice print ya mtu. Ile pitch yako ni kupumulia. Mtu mwenye confidence, anayekuwa na imani, anapoongea anaongea tofauti na mtu ambaye ana imani. Mambo hayo tunaosema hapa, ndugu mtazamaji, maneno mawili, self reliance, self confidence, ni mambo mawili tofauti. Yote hayo yanazalishwa na zana ya wewe kujijua. Na watu wanaanguka wepesi kwa sababu wanakata tamaa wepesi pia. Wanaokata tamaa wepesi ni wale ambao hawajijui. Uwezo kumwambia simba, kwa mfano, simba achana na swala huyo, atakusumbua. Mkikutana hata ukimshika anaweza akakupiga. Simba atakucheka vibaya mno. Simba atakwambia labda atoroke, achepuke, ambapo siwezi kumshika, lakini kimshika ni naye. Uwezo kumwambia simba ogopa chui, aambia nikimshika labda atoroke, ama zake ama zangu, nikimshika chui. Simba atakucheka, aambia achana na masiara haya. Kwa sababu anajijua yeye ni simba, anaweza nini kwa wanyama wale wengine. Na ukimwambia simba mmoja eti ashambulie tembo aliyekomaa, aliyekamilika, atakwambia sio mimi hapo. Anajua. Ukishajijua ukatishwi tamaa. Watu wengi wafanikiwi maishani kwa sababu amezungukwa na watu ambao wanamkatisha tamaa. Na wewe usipokatishwa tamaa utafeli. Je, asiyekata tamaa afi ghafla, mafanikio kwake hata yakichelewa atafikia mafanikio yake. Anayejijua. Dereva makini, kabla hajaanza safari, anapima oil, anafanya service tuseme kwenye gari lake, anahakikisha mafuta yanatosha, anajua anakwenda distance gani, anahakikisha kwamba nitafika, matairi yako katika hali gani kabla ya kuanza safari. Kujua gari lake ni sawa na, ndugu mtazamaji, kujijua. Lakini kumbuka, ukijijua vyema utajua kutojua. Ukijijua vyema utajua kutojua. Utotembea na majibu. Ukijua vyema utajua kutojua. Wakati wowote kumbuka kwamba mimi sistahili. Utakatishwa tamaa na nani? Wanaochoshwa wepesi ni wale ambao wanadhani wana hadhi fulani mkubwa, wanawazidi wengine. Kwa hiyo mtu akimwambia tu jambo fulani anakwazika wepesi. Na ndio wanaokuwa discouraged easy.
Unamwambia kwamba achana hiyo, watu walioanza hivyo wamesha feli, wewe utafikiri utaweza, achana nayo, siku hizi hailipi, hii biashara hizi hazilipi, achana nazo, ofisi ile utaweza na kadhalika. Wanaokuambia hivyo wanakuwezea pia. Wanaokuambia familia yenu wachawi wapo, angalia watu wote wasichana wazuri hamuolewi, angalia mmeenda shule wanaume wote hamfanikiwi, angalia katika ndoa hamna kitu. Mambo yale yanaweza kukuingia endapo utakuwa hujijui. Sisi sote tumezaliwa katika familia na watu wengi ambao mambo hayaeleweki kwa asilimia kubwa kwa wale tuliozaliwa nao, lakini kwa mambo yanaeleweka, zana ya kujijua tu. Mimi kwa mfano najua hadhi yangu na thamani yangu. Manake unaweza kanichezea kama karatasi, lakini watu wote wana hadhi na thamani kwangu. Mtu asiye na thamani kwangu hayupo. Ndio maana siwezi kutishika na mtu kwa sababu ana cheo. Ni mtu ambaye inabidi ni mheshimu. Hiyo ni dhana. Manake hayo na cheo asiwe na cheo anaheshimika. Ndio utakuta watu wakiona mtu anaitwa waziri anamtetemekea, ndio wenye shida hao. Aona mtu anaitwa rais anamtetemekea, ndio wenye shida hao, wanafiki. Anaweza kawa chawa wepesi mno. Lakini ukiona mtu anayethamini wa chini akiwa mgozi mkuu, atakuwa na heshima na adabu kama anavyowaheshimu walio chini. Na hata kuwa mnafiki. Bahati mbaya wanadamu penda wale ambao wanatutetemekea. Kumbe wanatutetemekea kwa sababu wanatutetemekea kwa sababu hawatetemeki. Are you getting that? Mtu yeyote ambaye anatetemeka mbele ya Muumba, akijua sistahili, hata mtetemekea mtu. Yule ambaye atetemeki kwa Muumba, tetemekea mtu, atakuwa na, unajua ndugu mtazamaji, shida kubwa tulio katika watu wengi hatuwezi kulinki mawazo wetu na Muumba ni mfumo wetu wa kuishi awali. Mfumo wetu wa kuishi ni wa matabaka. Kwenda shule, kwenda kazini, kuna matabaka. Katika jamii watu wanapimwa kwa viwango. Huyu hapa watu wa klasi fulani. Mnakwenda kwenye boti, wanaweka klasi fulani. Huyu hapa amelipa, atalipa hela ndogo, atakaa klasi fulani. Dunia hii uwezo ukakwepa hali hiyo. Hali ya kuweka watu kwa matabaka, kutufanya ngazi tofauti. Are you getting that? Yes. Now, kienda shule kuna grades tofauti. Huyu hapa amepata division ya maana 1 kabisa. Huyu hapa ni F, hana lolote. Unafanya kila mmoja anajibu kwa uwezo wake, lakini mtapishana pia kwa majibu. Ndio mfumo wa dunia. Na elimu, kuanzia elimu ya msingi, zana inatengeneza mtu au wa kujua anayemzidi na yule ambaye yeye anamzidi. Kuna watu wa Marekani waliandika kwenye constitution yao, kwenye katiba yao, kwamba we are all created equal. Wote tumeumbwa sawa. Kuna wengine wanapinga hiyo. We not equal. Wanakataa tuko equal. Kwa sababu wanawaza mfumo wa dunia hii. Wanaoelewa we are all created equal kwa sawa ni wale ambao hawawazi kwa mfumo wa dunia hii. Kwamba kuna maskini, kuna tajiri, watu wanapishana na kadhalika, ni mfumo wa dunia hii. Kuna mwenye akili na kuna msomi, kuna asiyesoma na kadhalika. Kuna mtu ambaye anaonekana prettier zaidi ya wengine, na wengine anaonekana yuko ugly. Ukimwangalia unaona sura haieleweki. Mitazamo yote yale ni mitazamo ya dunia hii. Unaweza ukatazama mtu unaona muonekano wake wa mwili, lakini usipo yake, manake bado mfumo wa dunia umeshakutawala. Maandiko yanasema Yesu ya kuvutia watu.
lakini alivutiaje wengi? Kwa sababu ya mfumo ulioko ndani mwake. Mvuto sio muonekano, mtazamaji. Muonekano ni kichocheo na danganifu kwa asilimia kubwa. Joto, mwenye tabasamu anakuza joto. Mwenye kukunja kunja uso, kukunja kunja sura, yani unakaa utabasamu nini, unanuna nupoozesha. Mwenye huzuni, mwenye masikitiko, unajipoozesha. Mwenye tabasamu hata kwa macho, ukimtazama mtu unaona macho yake na tabasamu, ana joto. Na ndio mvuto. La sivyo utavua nguo ili uvutie. Kama ilivyo leo, mtu inabidi aonyeshe viungo ili watu unawaita ili waje kukupapasa, kukuzalilisha, kukudharau, kwani adhi inatokea ndani. Adhi inaanzia kwa mtazamo, mwenendo, mitindo, matendo, mfumo wako wa kuishi, kanuni zako za kuishi. Remember mwanangu Evans, ndugu mtazamaji, kwa msingi mtu yeyote ambaye anaelewa hili, ni vigumu mno kumkatisha tamaa. Iko yule ambaye anaambiwa kwamba hastahili. Usisubiri watu waje kuambia utakata tamaa. Usiwasubiri watu waje kuambia unastahili, utakata tamaa. Wewe mwenyewe ukisema sistahili, mimi kuwa kiongozi sistahili, usionyeshe hiyo kwa watu. Tunasisitiza usije ukakosa hekima. Unakwenda mtaani unasema mimi kiongozi wenu sistahili kuwa kiongozi wenu. Ni kosa hilo, ni sawa na jinai. Tunasema kwa muumba wako. Ukiwa unakiri mbele ya muumba wako, ndugu zangu, sio lazima uende msikitini mara sijui ngapi au kanisani, sinagogi, lakini swala la kutambua tu kwamba kuna muumba, unaweza ukapractice mambo hayo. Kwani kila mwanadamu, hata bubu, hata ziwi, watu wote tuna mawazo. Tunaota pia ndoto. Ili uelewe hili, ukiona kama unaota ndoto mbaya mbaya mapema, alafu ukipata fursa ya kushtuka, weka wimbo ambao unaimba kwa utukufu wa muumba. Sio nyimbo za sasa hivi za kusema adui mteke, adui hamtaniweza. Achana hizo tenzi, labda nyimbo zile zinazoimba manani ujumbe kutoka kwenye kitabu kitakatifu, iwe Qur'an, Biblia, Talmud. Weka sauti hiyo, hakuna jonzi baya itakayovuka tena kwako. Why? Kwa sababu sauti ile unavyosikia unazima ya kwako, ina connect wakati ule unaposikia. Unaposikiliza pale, una link attention yako na maneno yale. Manake jonzi baya hiyo tunaita nightmare, sijui nini, uwezo ukapata mambo kama haya. Try. Kumbuka ndugu, kabla tujafunga ukurasa kwa leo, hatua ya kwanza kutengeneza link kati ya wewe na muumba wako. Kila leo kumbuka kwamba ni kwa neema tu, hatustahili. Sehemu ya kwanza kuangalia kwamba sistahili ni kupumua tu. Mbwa aliye hai ana hadhi mkubwa zaidi ya simba aliyekufa. Uhai bado. Ndoa yako haiendi vizuri kwa mtazamo wako, lakini unaitwa mwanandoa. Mke wako haeleweki, mume wako haeleweki, lakini umevishwa pete. Uko tofauti,
na wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, na uko tofauti na wale ambao wametoka kwenye ndoa. Una sababu ya kushukuru. Hujapata chakula, hujafa, ushukuru kwa uhai. Ndoa yako ilikufa, maisha yaeleweki, mahusiano, umebaki na watoto, wamekunyang'anya watoto, lakini bado unapumua. Kisichokuua kimekuongezea nguvu. Kikikupunguzia nguvu, hujatambua thamani ya uhai ndani mwako. Kila mmoja wetu develop dhana ya kuelewa kwamba sistahili. Lakini ukiwa kiongozi, usiende kuambia walio chini yako kwamba mimi sistahili, ni kwa neema tu, sistahili hapa kuwa. Ni mnafiki wewe. Ni uhusiano kati ya wewe na muumba wako, ili ubaki katika connection ya kupokea. Daudi alipata shida, Sauli alipata shida, wakina Ahab walipata shida, kwa sababu asilimia kubwa ya wengi waliokuwa naingia katika ufalme walikuwa na disconnect na mawazo ya muumba, wakiwa na vita, wakiwa na mipango na mawazo ya kudili na watu na ukuu ule na utukufu, lakini bado walikuwa nakumbuka nabii, kwamba inabidi aende kwa nabii, aende kwa mkuu kuhani, amwambie nini nifanye, naenda vitani au la. Walikuwa na consult. Sijakuambia uende kuconsult. Sasa hivi tunaishi enzi ya Roho Mtakatifu, ambapo Roho Mtakatifu anaweza ka-connect na yeyote ambaye amenyenyekea. Hata mitume walimpokea Roho Mtakatifu kwa sababu walitii, walinyenyekea kama Bwana alivyowaagiza. Hakuna anayestahili. Zoezi hili hapa nakupa. Usali unavyotaka kila leo. Hakuna asiye na unafuu. Ambaye anaumwa sasa hivi tunavyoongea, labda una unafuu kwa yule ambaye yuko ICU. Aliye ICU na yeye yuko na unafuu kwa yule ambaye ameishaingizwa mortuary. Na yule ambaye yuko mortuary ana unafuu kwa yule ambaye ameishazikwa. Kabla hujazikwa una unafuu. Ukiwa unatambua Mungu kwa madogo, atakukuza kwa makuu. Bwana Yesu alisema, anayetaka kuwa mkuu ndiye inabidi awe mdogo. Kiongozi kwenu ndiye mtumishi wenu. Ndio maana hata rais wa nchi hapa kwetu, Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, ni mtumishi nambari 1 kwa Tanzania hii. Ndiye anaitwa rais wa nchi na ndiye mtumishi wa kwanza serikalini. Na hata ndugu, wewe mtazamaji unatutazama, ukiwa una cheo, wewe ni mtumishi. Sifa kwanza ni mtumishi. Ukiwa waziri, wewe ni mtumishi wa kwanza katika wizara hiyo. Mtumishi wa kwanza ndiye anayepewa ukuu. Ukisahau zana ya kwamba mimi ni mtumishi, utajikweza. Ukijikweza unakata connection. Ndio utakuta kuna viongozi wengi hawana ideology. Amepewa mkao, anakatisha, anajikweza, kiasi cha kwamba anasahau yeyote anayejikweza anakata link ya mawazo na yule anayeleta mamlaka. Ndugu zangu, hakuna uongozi kwa bahati mbaya. Did you know that? Hakuna uongozi kwa bahati mbaya. Yeyote aliyepewa ukuu kuongoza watu sio bahati mbaya, haijalishi umefika pale vipi. Ukiwa pale, Mungu ameruhusu. Ukilinki mawazo na yeye, utafeli. Tunafunga ukurasa kwa zoezi. Kila leo, ndugu mtazamaji, uwe kiongozi kiserikali, kiroho, kijamii, uko shule, wewe ni mwalimu, wewe una uongozi wowote, lakini ni binadamu unaishi, unalenga mawazo yako yakae na muumba wako. Sali unavyotaka, omba uwezavyo, kila siku
mwambie muumba wako akusamee. Tubu kila siku. Ukipata wasaa wa kusali, tubu. Ukiwa mbele ya chakula, kumbuka hatustahili kupata chakula hichi. Mwenyezi Mungu umetujalia, twasema asante. Ukitaka kusali, kuomba asubuhi, usiku, mchana, unapiga goti peke yako, unaambia Mungu, Baba, sistahili. Mimi ni mwenye dhambi, sio mtakatifu mbele yako. Nisamee kwa makosa yote niliyotenda kwa kutambua na sio kwa kutokutambua. Nisamee. Nipe moyo wa unyenyekevu, nikukumbuke mkuu wangu. Kila leo ukijizoesha hivyo, na hakikisha unapiga goti, naweka hata kanda mbili ili usiumize hapa, ni palaini hapa, ama kapeti, itapendeza. Nyenyekea chini ya mkono wake hodari. Ataruhusu mawazo ya kwake kupita kwako, kwani Mungu anawapinga wajikwezao, anawainua wanyenyekevu. Na mnyenyekevu ni yule anayejua kwamba sistahili. Kifalsafa tunasema kujua vyema ni kujua kutojua. Sababu ya mimi kukufundisha kwa neema yake muumba hadi leo, kwa sababu najua kwamba sijui. Twapenda daima. Mungu, ibariki Tanzania na uongozi wetu. Dumisha umoja, uhuru, amani. Bariki uongozi wetu, wajaze viongozi hekima, wakituongoza kwa usawa wa mapenzi yako. Bariki East Africa Community na uongozi wake wote. Bariki Afrika, ulimwengu wote, na amani yako idumu. Bwana Mungu, bariki Clouds Media Family na uongozi wake. Bwana Mungu, bariki Chomoza na uongozi wetu. Bwana Mungu akubariki ndugu mtazamaji mpendwa na wakwako wote. Tawapenda daima. See you next Sunday, God willing. Thanks for your time and God bless. We love you. Thank you. Amen. Baba Mungu akubariki sana. Mtazamaji, moja kati ya kitu ambacho unatakiwa kubaki nacho, kwamba kujua vema ni kujua kutujua. Hiko ndi kitu ambacho natakiwa leo ubaki nacho. Na hakikisha zoezi ambalo ametupa dokta leo linakuwa ni mfumo wa maisha yako. Mungu akubariki sana. Tukutane Jumapili ijayo na dokta sana wakati kama huu wa leo. Mungu analo neno pia kwa ajili yako.